Nilikupa story kuhusiana na Diamond Platnumz kupanda kwenye stage ya Stade de France alipokuwa akifanya show yake Fally Ipupa pale kwa siku 2 mfululizo. Nazungumzia uwanja wa taifa wa Ufaransa ambao kwenye show kama hivi ya muziki inaingiza watu zaidi ya 80,000. Show ilikuwa ni sold out, imejaa kwa siku 2 mfululizo, na hizi ni sherehe za kusherekea miaka 20 ya Fally Ipupa kwenye game. So alikuwa anaadhimisha kwa staili hiyo. Tuliona Wizkid siku ya kwanza alipanda kwenye stage, wanangoma na Fally Ipupa inaitwa Jam, lakini Diamond Platnumz kwenye siku ya pili alipandishwa kwenye stage na Fally Ipupa kwa sababu ya ushirikiano wa ngoma yao. Nazungumzia Inama, ni moja kati ya ngoma kali sana, ngoma ambayo imetoka miaka 6 iliyopita, ina watazamaji zaidi ya milioni 165 pale YouTube. Ni miongoni mwa ngoma za Diamond Platnumz zenye watazamaji wengi YouTube, inashika nafasi ya 3 baada ya ngoma ya Inos B na Diamond Platnumz, alafu inafuata ngoma ya Diamond Platnumz na Koffi Olomide alafu ndio inafuata hii hapa Inama, Diamond Platnumz na Fally Ipupa. Ni moja kati ya ngoma ambazo Diamond Platnumz anapenda kuzitumbuiza. Kwa hiyo alipanda kwenye stage, amefika tu ameanza kuimba Inama, mashabiki wali react kweli, mapokezi yalikuwa ni mazuri. Baada hapo pia ukiangalia namna ambavyo walikuwa wana perform na Fally Ipupa ilikuwa vizuri sana, zile style za Inama. Kwa hiyo amefanya kitu kikubwa sana, na ukiacha hivyo Diamond Platnumz ameandika rekodi ya kuwa East Africa wa kwanza kutumbuiza mbele ya mashabiki wengi kiasi hicho, zaidi ya 80,000. Mtu mwingine ambaye huwa anafanya mambo kama haya ni Rayvanny Vivani Boy. Tuliona kwenye show za Maluma, tumeona kwenye show za Nora Fatei, na show tofauti kwa wale watu ambao ameshirikiana nao kikazi. Show ya mwisho Rayvanny Accor Arena alitumbuiza na Feregola katika arena ambayo inaingiza watu 20,000. Kwa hiyo kufanya hivi kunawasaidia wao kutengeneza rekodi mbalimbali. So Diamond Platnumz ametengeneza rekodi hiyo, na pongezi zimekuwa ni nyingi sana. Namna ambavyo amefanya sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa, lakini hii imekuwa tofauti kwa upande wa kwake Mwijaku. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, kama ambavyo huwa anakuambia mara zote anapozungumza jina la Mwambino, anakuwa na taja matukio mbalimbali ambayo amefanya Diamond Platnumz, na hata ukiangalia timu ya Diamond Platnumz imereact kweli kwenye posti hii ya Mwijaku ameandika, show ya Fally Ipupa nyie mnaumia midomo, yeye amekwenda kama dancer au msindikizaji tu hapo, na yeye ndio aliomba kumsindikiza Fally Ipupa. Mwambino ni kikaragosi kama vikaragosi wengine. Sasa ukiangalia tukio lilofanyika ni Fally Ipupa, lakini msanii alopandishwa wa Tanzania pale nani? Ni Diamond Platnumz. So moja kwa moja hichi kijembe ni kwenda kwa Diamond Platnumz. Nimeona Ricardo Momo amekuja kuandika hapa, nilitaka nishangae wewe tena usitoe kidole japo upo kwenye chupa. Lakini pia ukimwacha Ricardo Momo, mtu mwingine kutoka Wasafi Nelson Kisanga ameandika, sema wewe boya sio kukuendekeza tena, wewe una chuki kweli hata upendwe vipi, sasa vuta kiti, enjoy the move. Lakini ukiacha hivyo nimeona Don Fumbo ameandika, haya kaombe na wewe usindikize, kwa sababu kama anaona kusindikiza ni rahisi. Mwingine ameandika, na sisi tunajua kaalikwa ila kaua. Mwingine akasema Mwijaku ndiye shabiki namba 1 wa Mwambino. Mwingine akamwambia bado hujasema mpaka useme, sisi kama ni kuitwa mbona kibakuli wako hajaitwa? Mwijaku anachekesha kama sio ndugu yako. Mwingine akasema wengine wapo Ufaransa, nyie mnahangaika na bujubuju huko. Kwa hiyo amekuwa na yale majibizano, mashabiki wa Diamond Platnumz wanakuja hapo na mjibu Mwijaku, na wengine tupa vidongo kwenda kwa Ali Kiba. Na hili alilofanya Mwijaku si mara ya kwanza kufanya matukio mbalimbali kama haya ama kumpinga Diamond Platnumz. Sasa kwa hili pia amefanya hivyo. Maoni yako ni yapi? Aweke kwenye uwanja comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Mimi ni Sadi TZD, hii ni Simulizi na Sauti.